Habari za mchana mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, karibu kwenye habari kwa fupi mchana huu ambazo tumeweza kuandalia kwa habari za kitaifa, kimataifa na habari za michezo na burudani. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Tukombe radhi hapo awali tulianza, lakini matatizo ya kifundi ndiyo ambayo yaliweza kutukwamisha. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Ismail Ali Ussi ametoa wito kwa wananchi nchini kuwafichua mara moja watu wanaofanya hujuma za miradi inayotekelezwa na serikali kwa kutumia gharama kubwa ili iweze kuwa endelevu kwa manufaa ya taifa. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Hayo yamesemwa wakati mbio za mwenge wa uhuru kitaifa zilipoendelea kukimbizwa mkoani Njombe katika halmashauri ya wilaya ya Njombe na kufanya uzinduzi wa mradi wa kisima kirefu cha maji cha Tagamenda kata ya Igongolo kinachotekelezwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa kwa thamani ya zaidi ya shilingi milioni 70 na kuhudumia jumla ya kaya 217 ili kuondoa changamoto ya kutembea umbali mrefu kusaka maji. Naamini kuna baadhi yetu wanaweza wakabeza maendeleo haya ambayo yamefanyika kupitia serikali hii. Niwaombe sana ndugu wananchi wa eneo hili, hakikisheni mnalinda miundombinu ya maji safi na salama ambayo imejengwa katika maeneo yenu. Jambo jingine ndugu wananchi, leo hii unaweza kumuona mwenzako amekaa mahala ama anakata ama anatoboa miundombinu ya maji. Nikuombe sana, hakikisha nenda eneo husika, toa taarifa na ushahidi wa uhakika juu ya huyo mtu. Kupitia jitihada hizo za upatikanaji wa maji safi na salama kutokana na kisima hicho kuchimbwa, kwa upande wake meneja wa Ruwasa mkoa wa Njombe mhandisi Sadiki Chaka amesema mkoa wa Njombe ni miongoni mwa mikoa ambayo inatekeleza programu ya visima 900, hivyo tuna vijiji 30 ambavyo vitaenda kunufaika na mradi huu. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anakusudia kuleta mradi mwingine wa maji tiririka hapa ambao unaanzia Maduma, Kichiwa mpaka Tagamenda. Nao baadhi ya wakazi wa kijiji cha Tagamenda ambao wananufaika na mradi huo wameishukuru serikali kwa kusaidia kutekelezwa mradi huo ndani ya kata yao. Mani tulikuwa tunapata tabu, tulikuwa tunaenda kuchota mtoni ambako ni umbali yani wa masaa mawili hujafika mtoni kuchota maji. Na watoto mara nyingine tulikuwa naenda kuwatafuta polini wakiwa wamechelewa kurudi na maji. Tunashukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Katika mbio hizo za mwenge wa uhuru ndani ya halmashauri ya wilaya ya Njombe, pia umekagua na kuzindua miradi mbalimbali sanjari na kutoa ujumbe kwa wananchi kujitokeza kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025 kupitia kauli mbiu isemayo jitokeza kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Kutoka katika ziara ya mbio za mwenge kitaifa katika halmashauri ya wilaya ya Njombe mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick. Waziri wa Ujenzi na mbunge wa jimbo la Mkuranga mkoani Pwani Abdalla Ulega ametimiza ahadi yake ya kukabidhi baiskeli ya kiti mwendo kwa mtoto mwenye ulemavu wa miguu ili kumrahisishia kukidhi mahitaji yake ikiwemo safari za kwenda shule na kurudi nyumbani. Tupate taarifa zaidi. Mtoto huyo anaishi na bibi yake katika kitongoji cha Bukini, kijiji cha Kise, kata ya Kipalanganda, wilaya Mkuranga mkoani Pwani. Katika kutimiza ahadi hiyo, Waziri Ulega aliwakilishwa na diwani wa viti maalum Mariam Masaninga wakati akiwa kwenye ziara ya kuzungumza na wanafunzi kuhusu kutoa elimu ya kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa watoto wa shule za msingi na sekondari za kata ya Kipalanganda, Mwarusembe na Kimanzi Chana. Lakini Mheshimiwa mbunge aliniagiza, unakwenda Kisi, ahadi yangu ya matibabu iko pale pale. Kwa maana Mheshimiwa mbunge atakuja kumfanyia matibabu mtoto huyu, kuhakikisha mtoto huyu anapata matibabu stahiki kabisa. Ahadi yake iko pale, na mimi kama diwani mwenzake na yeye akiwa mbunge wangu nikamwambia tunafanya kazi kwa pamoja. Naomba na mimi nikuchangie ama nichangie kwenye ile ahadi ambayo wewe uliahidi, na kipekee kabisa mimi naye tukashirikiana kutafuta baskeli na hatimaye baskeli leo imepatikana. Nashukuru Mheshimiwa mbunge pamoja na Mheshimiwa viti maalumu ndugu yangu Mariam Masaninga kwa kunikabidhi baskeli hii ambaye mjukuu wangu alikuwepo anateseka kwa muda mrefu. Alikuwepo makalio yake anatoka fungus kila wakati, lakini leo nashukuru Mwenyezi Mungu amewajalia, ameniletea baskeli leo, mjukuu wangu uko kwenye baskeli, ninashukuru sana. Akiwa katika shule ya sekondari Kilimahewa kata ya Kimanzi Chana, diwani huyo wa viti maalum alikabidhiwa taulo za kike kwa ajili ya wanafunzi wa kike shuleni na kumkabidhi mkuu wa shule hiyo Rafael Waziri
huku akiomba wadau mbalimbali kuendelea kujitolea kuisaidia sekta ya elimu. Pia nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hapa tumepata miradi mikubwa. Kwa salamu hizi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mfano tutatolea mfano pale kuna mabweni yanaendelea kule, ambapo mabweni tumepata milioni 240, ambapo kila bweni linagharimu milioni 120. Pamoja na walimu tupige vita ukatili tupate malezi bora, tutapingwa na kina nani Tanzania, sisi hapa wanafunzi pamoja na wazazi. Kisa Mwepiana. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Kigoma mwataka wakazi wanaoishi kata ya Mwamgongo na Kagunga kwenye mwambao wa Ziwa Tanganyika kuhakikisha hawatoi fursa ya kuingiza wageni kutoka nchi jirani ambao wanaweza kuwa chanzo cha kuhatarisha uvunjifu wa amani na taifa. Taarifa zaidi na Mwajabu Hoza. Kuna msemo usemao vijana ni nguvu ya taifa. Mwambao wa Ziwa Tanganyika kata ya Mwamgongo na Kagunga. Maneno hayo yanachukua uhalisia wa pekee. Mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM UVCCM mkoa wa Kigoma, Emmanuel Abuya, anafika kata ya Kagunga kijiji cha Zashe na kuhamasisha wananchi kuwa walinzi wa amani. Amani, ulinzi na utulivu wa taifa letu ni jukumu letu sote. Kuna changamoto zingine tunajisababishia sisi wenyewe. Sisi tunakaa mipakani hapa tunaingiza wakimbizi baadhi yetu. Kwa hiyo waombeni sana wenye tabia za kukaribisha wakimbizi. Mnahatarisha amani ya taifa letu. Mnahatarisha amani yenu wenyewe. Msiwaingize wakimbizi hapa kinyemela. Hili ni taifa huru, kuna utaratibu wake wa kuingia. Wito huo haukuishia hapo. Abuya anaeleza amani na utulivu wa nchi ni muendelezo wa utekelezaji wa katiba tangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipochukua madaraka. Tumempoteza rais akiwa madarakani. Ninyi mnajua kwenye mataifa mengine ikitokea hali kama hiyo magomvi yanaanza. Lakini Mama Samia na jeshi letu la Tanzania kwa kulinda katiba, basi Mama Samia kwa mujibu wa katiba ya nchi aliapishwa kuwa rais. Katika kile kipindi cha misukosuko tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Daktari Samia Suluhu Hassan ametuvusha taifa letu likiwa na amani, likiwa na umoja, likiwa na mshikamano. Akiwa kata ya Mwamgongo, anaeleza utekelezaji wa ilani ya chama hicho na kueleza kuwa serikali inatambua changamoto ya miundombinu ya barabara katika eneo hilo. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imeamua kwamba kila mwaka wa fedha itakuwa inatoa fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba barabara ya Mwamgongo inapitika ili kuwaunganisha watu wa Mwamgongo na watu wengine wa maeneo mengine ya mkoa wa Kigoma. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Naombeni sana wananchi wa kata ya Mwamgongo na hapa Bugamba, endeleeni kuiunga mkono serikali yenu inayoongozwa na mwenyekiti wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Mwajabu Hoza, Channel. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika tuzo ya Samia Kalamu Awards jioni ya leo jijini Dar es Salaam, tuzo ambazo zimeandaliwa na Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA. Tuzo hizo zimelenga kuhamasisha waandishi wa habari wa Tanzania kutangaza na kuchapisha kazi zenye maudhui ya maendeleo ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni, lengo likiwa ni kuchochea uandishi wa makala zenye kina za kuchambua kwa ufasaha masuala ya maendeleo, kuwajibika kwa jamii, kuimarisha uzalendo na kuchangia kujenga chapa ya taswira ya taifa. Nelson Monema ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, majaji walioshiriki kutafuta washindi wamesema lengo la tuzo hizo ni kuchochea uandishi wa makala zenye kina na kuchambua kwa ufasaha masuala ya maendeleo. Kwa mujibu wa majaji hao waliopokea jumla ya kazi 1131 kutoka kwa washiriki mbalimbali, huku mchakato wa tathmini ukizingatia ulinganifu wa kazi na mada ya maendeleo, ubora wa uandishi na matumizi ya lugha,
utafiti na uchambuzi wa kina pamoja na uzingatiaji wa maadili ya taaluma. Kazi za matukio, uzinduzi wa pampu ya maji, uzinduzi wa hiki, hizo ndio zimekuja kuwasilishwa kama kazi kwenye tuzo hii. Sasa nadhani kazi bora hazitoki kwenye matukio, ni ile ambayo mwandishi mwenyewe anaumiza kichwa kuitafuta. Pale unapata kazi bora. Anayezungumza zaidi ni kiongozi, lakini sauti za wananchi hazisikiki. Ile nayo sio nzuri. Tulikuwa tunapenda kwenye maendeleo, kwenye radio au kwenye magazeti, nini sauti za wananchi zio zinasikika zaidi, waelezee tabu walizokuwa wanazipata, na sasa hivi kwamba kuna unafuu zaidi kwa kile kitu ambacho kimepatikana kwa wakati ule. Naye mhandisi mkuu na mkuu wa kitengo cha huduma za utangazaji Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA Jan Kaaya amesema kukosekana kwa uchambuzi wa kina kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu nchi ni jambo linalorudisha nyuma tasnia ya uandishi wa habari Tanzania. Uchambuzi umekosekana kwenye vituo vyetu. Sasa kunaweza kuwa na sababu mbalimbali, inawezekana sababu za kiweledi ama sababu za kukosa fedha za kufanya uchambuzi. Kwa hiyo ilionekana kuna changamoto ya kiuchambuzi. Kwa hiyo katika yale mafunzo kulikuwa na mafunzo kuhusiana na swala la kuongeza kota ya uchambuzi, ambapo mmoja wapo ni kutumia teknolojia. Kwa hiyo kulikuwa na somo la kuhusiana na matumizi ya artificial intelligence, akili mnemba au akili unde katika kuchakata habari na kukusanya habari. Witness Matiku, Channel 10. Serikali imeahidi kukamilisha kwa kiwango cha changarawe ujenzi wa kipande cha barabara ya Mabogini hadi Kahe wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro ili kuwezesha kupitika, ambapo wananchi wanapata adha ya usafiri kutokana na kujaa maji yanayotoka milimani, hususan kipindi cha mvua za masika zinaponyesha. Mwanahabari wetu Tadeo Masawe anaripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro. Waziri wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa ametoa kauli hiyo alipokuwa kata ya Mabogini wilayani Moshi kwenye mkutano wa wananchi baada ya kutembelea barabara hiyo, akiwa ameambatana na viongozi wa chama na serikali pamoja na kamati ya ulinzi na usalama mkoani humo. Na Chama cha Mapinduzi kinakuomba kwa namna ya pekee utusaidie kutengeneza barabara hii ambayo kutoka kule Mabogini mpaka barabara kubwa ni kilomita 31. Wananchi wanapata adha ya kusafirisha mazao yao, wananchi wanapata adha ya kuwasafirisha wagonjwa. Barabara wanaotumia kwenda kwenye shughuli zao za kujitafutia kipato, na hawa kina mama zetu ambao ni rafiki zake sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo nitamwelekeza mtendaji mkuu wa TARURA kutenga bajeti ya zaidi ya bilioni 7 nadhani ya kuanzia. Ili sasa tutengeneze mitaro, tujaze vifusi, kujaza barabara hii iwe juu. Ili hata maji yatakapopita, maji yaweze kwenda kwenye mitaro na barabara ipitike masaa 24. Aidha, Waziri Mchengerwa akazitaka halmashauri kutenga fedha kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya jamii, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya barabara. Hakikisheni mnatenga fedha. Kama ni 40% ya maendeleo iende kwenye maendeleo. Kama ni 10% ya miradi ya barabara iende kwenye nini? Barabara. Tukifanya hivi tunaweza tukamaliza kabisa changamoto ya barabara. Hata hivyo, waziri akawataka wakuu wa wilaya kuhakikisha wanasimamia vyema hali ya ulinzi na usalama ili kudumisha amani iliyopo. Misingi ya taifa letu tayari baba wa taifa amekusha kurithisha. Na katika misingi hii baba wa taifa amesisitiza katika nyakati zote kwamba tuishi kwa umoja na mshikamano. Sasa tutegemei kuona watu wakigeuka. Na sisi ambao tumekasimiwa mamlaka na Mheshimiwa Rais hatutakubali, hatutaruhusu hata kidogo. Kwa hiyo wakuu wa wilaya, nikizungumza hapa maana yake nazungumza nchi nzima. Wakuu wa wilaya kote katika maeneo yao kuhakikisha wanaimarisha hali ya ulinzi. Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Mkurugenzi mkuu wa mfuko wa huduma za afya Zanzibar ZHSF Yasini Ameri Juma
amesema huduma zinazotolewa na mfuko huo zimelenga kuondoa matabaka ya upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi. Taarifa kutoka kisiwani Pemba inafafanua zaidi. Mkurugenzi Yasini ameyasema hayo wakati akifungua mkutano wa siku moja wa viongozi wa vikundi vya ushirika kisiwani Pemba juu ya kujiunga na mfuko huo. Sheria iliyoeleza ni kuhakikisha kwamba Wazanzibari wote wanajumuishwa katika mfuko huu, lakini kwa kuzingatia uwezo wao wa kuchangia. Nafikiria hii nukta muhimu sana tuifahamu, kwa kuzingatia uwezo wao wa kuchangia, kwa maana atakayekuwa na uwezo wa kuchangia kiwango kikubwa atachangia kiwango kikubwa, atakuwa na uwezo wa kuchangia kiwango cha kati atachangia kiwango cha kati, atakayekuwa na uwezo wa kuchangia kiwango kidogo atachangia kiwango kidogo, na alokuwa hana uwezo wa kuchangia basi serikali itamsaidia michango yake. Aidha, mkurugenzi Yasini amewataka wananchi kujitahidi kuchangamkia fursa hiyo, huku baadhi ya vikundi wakiahidi kwa mabalozi kwa wengine kwa kuhamasisha kujiunga na mfuko wa huduma za afya. Nitahidi kulichangamkia swala hili, tujitahidi kukumbushana katika jamii yetu kwamba ni swala la msingi, ni swala muhimu. Sote tunajua maradhi yanakuwa hayapigi hodi, si ndio? Yanakukuta wakati wowote ule. Sisi tuko tayari, mimi na familia yangu niko tayari kusajili na mfuko huu, lakini pia nataka nijue ikiwa mimi ni mwasilishaji ndani ya sheria yangu kwamba hichi kiwango nikienda kitoa elimu nitaulizwa sisi wajasiriamali tutatoa shilingi ngapi? Tanzania bara kuna hospitali nyingine zinatoka nje, zipo pale zinatoa huduma vile vile. Je, na mfuko kwa kuwa wana mashirikiano na NHSF, mwanachama wake atahudumia katika hospitali hiyo? Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja Mabula kwa taarifa hiyo, na inatupeleka moja kwa moja kwenda kuziangaza habari ya kimataifa, ambapo Israeli imesema itajibu shambulizi la kombora la waasi wa Houthi lililolenga uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Tel Aviv. Katika ujumbe wa maneno na baadaye kupitia mtandao wa kijamii wa X, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema nchi yake itajibu shambulizi la Wahouthi lililolenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion jana Jumapili. Watu wanane walijeruhiwa pale waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran walipofyetua kombora la masafa kulenga uwanja huo wa ndege uliopo maili chache kutoka mji wa Tel Aviv. Safari za ndege zilizuiliwa kwa muda mfupi na mashirika kadhaa ya Ulaya yalizifuta kabisa safari kwenda Israel jana Jumapili. Ripoti ya vyombo vya habari vya Israel vilisema mifumo yote ya ulinzi wa anga ya Israel ikiwemo ule mamboleo kabisa kutoka Marekani wa THAAD ilishindwa kuidungua kombora hilo lililosafiri kwa kasi ya umbali wa maili 2000 kutokea Yemen. Na mtazamaji, hayo yalikuwa ni kwa upande wa kimataifa, na sasa moja kwa moja inatupeleka kwa upande wa habari za michezo na burudani. Uongozi wa klabu ya soka ya Yanga unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS. CAS imeielekeza klabu ya soka ya Yanga kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yao kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa klabu ya soka ya Yanga hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa klabu ya soka ya Yanga unapenda kuwajulisha umma kuwa
Msimamo wa klabu yao juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu, msimamo huu uko pale pale kwa kuwa hautashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyo vyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Hiyo ilikuwa ni kwa hapa ndani, lakini kwa upande wa kimataifa michezo, mwana michezo wetu anatusimulia yafuatayo. Karibu katika habari za michezo kimataifa, na tutaenda kuangazia yaliyojiri kwenye ligi ya Ujerumani. Klabu ya FC Bayern Munich imefanikiwa kutoa ubingwa wao wa 33 wa Bundesliga na kuendeleza utawala wao katika soka la Ujerumani. Ubingwa huo ulithibitishwa baada ya Bayer Leverkusen kutoka sare ya mabao 2-2 dhidi ya SC Freiburg na hivyo kuwaacha Bayern kileleni kwa alama zisizoweza kufikiwa. Ingawa Bayern hawakuwa na mechi siku hiyo, sherehe zilifanyika mjini Munich kwa kishindo, huku nahodha wa Uingereza Harry Kane akiwa miongoni mwa waliofurahi zaidi. Msimu huu umekuwa mafanikio binafsi kwa Harry Kane ambaye hatimaye ametoa taji lake la kwanza kubwa katika maisha ya soka baada ya miaka mingi bila mafanikio akiwa na Tottenham na machungu kadhaa akiwa na timu ya taifa ya Uingereza. Kane amefunga mabao 24 katika Bundesliga msimu huu na kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya Bayern. Ushindi huu pia ni mafanikio makubwa kwa kocha Vincent Kompany aliyechukua nafasi ya Thomas Tuchel mwezi Mei 2024. Katika msimu wake wa kwanza, Kompany ameiongoza Bayern kwa mafanikio makubwa na kuchanganya vipaji kwa vijana. Ushindi huu pia ni mafanikio makubwa kwa kocha mpya Vincent Kompany aliyechukua nafasi ya Thomas Tuchel mwezi Mei 2024. Katika msimu wake wa kwanza, Kompany ameiongoza Bayern kwa mafanikio makubwa kwa kuchanganya vipaji vya vijana kama Jamal Musiala na Michael Olise na uzoefu wa wachezaji waandamizi kama Thomas Muller na Kane. Kwa sasa, Bayern na mashabiki wao wanasherehekea mafanikio haya ambayo pia ameleta tabasamu la ushindi baada ya kumaliza msimu jana bila taji lolote. Salum Pelembo, Channel 10 michezo kimataifa. Asante Salum Pelembo kwa taarifa hizo za michezo na burudani ambazo mbili zimeweza kuhitimisha taarifa yetu ya habari kwa ufupi mchana huu wa leo. Ni kusihi uendelee kuitazama Channel 10, lakini habari ya kutwa nzima leo ni pale saa 1 kamili za usiku. Asante na endelea kuitazama Channel 10.